lift up your hands mikono yako juu and open up your heart na ufungue moyo wako and tell God to speak to you today. na umwambie Mungu aseme na wewe leo, That you may hear his word, ili uweze kusikia neno lake, and that this word kwamba neno lake leo may fulfill the purposes of God in your life. ikaweze kutimiza makusudi ya Mungu maishani mwako. Just open up your heart Fungua tu moyo wako and speak to the Father. na uongee na Baba. He is here. Yeye yuko hapa, He is in our midst. yuko katikati yetu, He is here today yuko hapa leo to do mighty wonders in our midst. kufanya maajabu katikati yetu. The glory of God Utukufu wa Mungu is coming back in this altar. inashuka tena katika madhabahu In haya the name of Jesus. kwa jina la Yesu, In the name of Jesus. kwa jina la Yesu. Father, we bless you. Baba, tunakubariki, We honor your name. tunaliheshimu jina lako At this moment, oh God, wakati huu Bwana, as we sit under the anointing of your word, napoketi chini ya upako wa neno lako. we pray that my Father and my God, Tunaomba kwamba Baba na Mungu wangu you may release the wisdom, uweze kuachilia hekima yako the knowledge, na maarifa and the revelation of your word. na ufunuo wa neno lako. May your word, oh God, Wacha neno lako ewe Mungu fulfill a purpose ikatimize makusudi yake upon our lives. juu ya maisha yetu. Holy Spirit of God, Roho Mtakatifu wa Mungu may you take over ukachukua ushukani in the ministry of the word. katika huduma ya neno. May you bring the conviction Bwana, ukalete ushawishi that come from you. inayotokana na wewe. Holy Spirit of God, bring the transformation Leta mabadiliko and bring the empowerment na ulete kutia nguvu that come from you. inayotokana na wewe. This afternoon, oh Lord, Mchana wa leo ewe Mungu, we are thirsting for you. tuko na kiu kwa ajili yako. May you quench every thirst Ukakomeshe kila kiu in our lives katika maisha yetu through your word. kupitia neno lako. In Jesus' name we Kwa pray. jina la Yesu tumeomba. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Hallelujah. Haleluya. Let us appreciate the worshipers Tuwashangilie, tuwafurahie waimbaji as they have their seats, wanapoenda kuketi, and let us appreciate Jesus. na tumshangilie Yesu. Amen. Amina. Hallelujah. Haleluya. Let us have our seats. Na tuketi. I'm happy to stand in the presence of God this afternoon, Nina furaha kusimama katika uwepo wa Bwana mchana wa leo. and I want us to go direct to the word of God in the book of 2 Samuel Nataka tuende moja kwa moja katika Samueli wa pili, chapter 6. mlango ule wa 6. Amen. Amina. 2 Samuel Samueli wa pili, chapter 6. mlango ule wa 6. I am reading from NIV Bible from verse 1. Kutoka mstari wa kwanza. I will read in Jesus' name. Soma kwa jina la Yesu. David again brought together all the able young men of Israel, 30,000. He and all his men went to Bala in Judah to bring up from there the ark of God, which is called by the name of the Lord Almighty, who is enthroned between the cherubim on the ark. They set the ark of God on a new cart and brought it from the house of Abinadab, which was on the hill. Uzzah and Ahio, sons of Abinadab, were guiding the new cart with the ark of God on it. And Ahio was walking in front of it, David and all Israel were celebrating with all their might before the Lord, with castants, harps, lyres, tabarins, sitrams, and cymbals. When they came to the threshing floor of Nakon, Uzzah reached out
and took hold of the ark of God, because the oxen stumbled. The Lord's anger burned against Uzzah because of his irrelevant act. Therefore, God struck him down, and he died there beside the ark of God. Then David was angry because the Lord's wrath had broken out against Uzzah, and to this day that place is called Perez Uzzah. David was afraid of the Lord that day, and said, how can the ark of the Lord ever come to me? He was not willing to take the ark of the Lord to be with him in the city of David. Instead, he took it to the house of Obed-Edom the Gittite. The ark of the Lord remained in the house of Obed-Edom the Gittite for 3 months, and the Lord blessed him and his entire household. Amen. Amina. I know most of us, we have read about that story. Najua wengi wenu ama wengi wetu tumesoma kuhusu hiyo hadithi. David has already been anointed as the king of Israel. Daudi ashapa kwa mafuta tayari kama mfalme wa Israeli. And his first assignment, na jukumu lake la kwanza, because he was a man who was following the heart of God, kwa sababu ni mtu moyo wake ilikuwa inamfuata Mungu, was to bring the Ark of Covenant to Jerusalem and put it in the city of David. Alikuwa alete sanduku la Bwana kule Yerusalemu na auweke katika mji wa Daudi. And the Bible says, na Biblia inasema, together with his able men, pamoja na watu wake wanaojiweza, they embarked on a journey, wakaenda katika safari, to go and bring the Ark of Covenant, waende walete sanduku la Bwana, that was taken away from the people of God, ambayo ilikuwa imechukuliwa kutoka kwa watu wa Mungu when Saul was reigning as a king. Wakati Sauli alipokuwa anaongoza kama mfalme, Saul had no willingness, Sauli hakupenda, to bring the Ark of Covenant back into Jerusalem, ya kurudisha sanduku la Bwana Yerusalemu. But David, lakini Daudi, because he was a worshipper, alikuwa mwabuduo, and he understood na alifahamu what it meant to have the presence of God with you, kile kinamaanisha kuwa na uwepo wa Mungu pamoja na mtu. He desired in his heart, akatamani katika moyo wake, to bring back the Ark of Covenant, kurudisha sanduku la Bwana. Why? Kwa nini? Because the Ark of Covenant, kwa sababu sanduku la Bwana, signified the presence of God, ilikuwa inaashiria uwepo wa Mungu. So in the heart of David, basi katika moyo wa Daudi, he deeply understood, alijua kindani, that without the Ark of Covenant, bila sanduku la Bwana, the presence of God was not together with them. Uwepo wa Mungu haikuwa pamoja nao. And the Bible says, na Biblia inasema, together with the young men who are able, pamoja na wanaume walio wachanga ambao wako na uwezo, they went to the house of Abinadab, wakaenda katika nyumba ya Abinadabu. And the young men who are the sons of Abinadab, na wale vijana wadogo ambao walikuwa ni wana wa Abinadabu, one of them was called Uzzah, mmoja alikuwa anaitwa Uzzah, and the other one was called Ahio. mwingine alikuwa anaitwa Ahio. They were the one who guided David as they were walking from the place where the Ark of Covenant was. Wao ndio walikuwa wanaongoza Daudi kutoka pale ambapo sanduku la Bwana lilikuwako. And the Bible says, na Biblia inasema, as they were walking, walipokuwa wanatembea, the oxen that was carrying the ark, wale ng'ombe waliokuwa wanavuta lile sanduku la Bwana, it stumbled, wakakungua. and one of these young men,
na mmoja wapo wale watu who was called Uzzah, ambaye alikuwa anaitwa Uza, he stretched forth his hand akanyorosha mkono wake to support or to hold the Ark of Covenant. kushikilia ile sanduku la Bwana. And the Bible says, Na Biblia inasema God struck down this young man Bwana akampiga huyu mtu akamuua because of his irrelevant act. kwa sababu ya hilo tendo lake ambacho alikuwa alifai. Because there was no one Kwa sababu hakuna mtu yote who is able to support God. ambaye anaweza kumsaidia Mungu. No human hands, Hakuna mikono ya no wanadamu, human efforts hakuna nguvu yoyote ya that kimwanadamu can be able to withhold the presence of God. ambaye anaweza kushikilia uwepo wa Mungu. So this young man, Basi huyu kijana mdogo he was struck down, yeye akapigwa, and it pained the heart of David na Daudi akasikia uchungu sana moyoni mwake that at that moment kwamba katika huu wakati he was not able to take the Ark of Covenant to Jerusalem. hakuweza kupeleka sanduku la Bwana Yerusalemu. And the Bible says Na Biblia inasema they left the Ark of Covenant basi wakaiwacha sanduku la Bwana in the house of Obed-Edom. katika nyumba ya Obed-Edom. Hallelujah. Haleluya. When you read the Bible in the book of First Chronicles, Unaposoma Biblia katika Mambo ya Nyakati ya Kwanza chapter 13, mlango wa 13 chapter 14, na mlango wa 14 and chapter 15, na pia mlango wa 16 you can see how David prepared himself unaweza kuona namna ambavyo Daudi alivyojiandaa to go and bring back the Ark of Covenant aweze kwenda kurudisha sanduku la Bwana in the city of Jerusalem. katika mji wa Yerusalemu. The Bible says Biblia inasema David heard Daudi akasikia how God has blessed Obed-Edom. namna ambavyo Mungu alibariki Obed-Edom. Hallelujah. Haleluya. When this man Huyu mtu received the Ark of Covenant in his house, alipopokea sanduku la Bwana katika nyumba yake, wherever he was put, in that place that it was put, hapo mahali ambapo iliwekwa, he made sure alihakikisha that the Ark of Covenant kwamba sanduku la Bwana was well kept. kwamba imewekwa vyema. And the Bible says Na Biblia inasema David heard Daudi akasikia how God namna ambavyo Mungu has blessed alibariki Obed-Edom, Obed-Edom, the Gittite, ule Mweti, for 3 months. kwa miezi mitatu. It was only for 3 months Ni kwa miezi mitatu tu, that the presence of God lakini uwepo wa Mungu was in the house of Obed-Edom. ilikuwa katika nyumba ya Obed-Edom. And the Bible records, Na Biblia inanakili because of the presence of God, kwa sababu ya uwepo wa Mungu, this man, huyu mtu together with his household, pamoja na nyumba yake yote they were blessed. wakabarikiwa. His livestock Ng'ombe zake flourished. zikanawiri, His plants ng'ombe zake, beared his plants, his crops, ng'ombe zake na mbuzi, everything that he was doing, chochote ambacho alikuwa anafanya it was prospering. ilikuwa inaendelea. Wow! Kwa nini? The presence of God Uwepo wa Mungu was in the house ilikuwa katika nyumba of Obed-Edom. nyumba ya Obed-Edom. Hallelujah. Haleluya. When David had this, Daudi aliposikia hii he prepared himself. akajiandaa. Hallelujah. Haleluya. Today I want to speak Leo nataka kuongea about bringing back the glory of God. kuongea kuhusu kurudisha tena utukufu wa Mungu, Bringing back the presence of God in our altars. kurejesha uwepo wa Mungu katika madhabahu yetu. Because as long as we don't have the presence of God, Maadamu hatuko na uwepo wa Mungu, we will struggle in our families. tutang'ang'ana katika familia zetu, We will toil in our businesses. tutang'ang'ana katika biashara yetu. Everything that we do, Chochote ambacho tunafanya we may not enjoy the fruit of our labor. au tutafurahia matokeo ya Wow. kazi zetu. Kwa nini? The presence of God is not together with us. Uwepo wa Mungu hauko pamoja nasi. But David, Lakini Daudi, a man after the heart of God,
mtu ambaye moyo wake ulikuwa unampenda Mungu, purpose in his heart akakusudia moyoni mwake to bring back the Ark of Covenant kurudisha tena sanduku la Bwana in the city of Jerusalem. katika mji wa Yerusalemu. When you read the Bible in the book of Hebrews chapter 9 verse 4, unaposoma maandiko katika Waebrania 9 mstari wa 4, you can see the contents of what was in the Ark of Covenant. unaweza uona kile kilichokuwa ndani ya sanduku la Bwana. Hallelujah. Haleluya. I want to read that scripture in the name of Jesus. Nataka kuisoma hiyo maandiko kwa jina la Yesu. Hebrews chapter 9 Waebrania mlango wa 9 verse 4. mstari wa 4. Hallelujah. Haleluya. The Bible says, Biblia inasema, we can start from verse 3. tunaweza anza mstari wa 3. It says, behind the second curtain was the loom called the most holy place. Na nyuma ya pasia la pili ile hema iitwayo patakatifu pa patakatifu, which had a golden altar of incense, yenye chetezo cha dhahabu, and gold covered ark of the covenant. na sanduku la agano lililofunikwa kwa dhahabu pande zote. This ark contained the gold jar of manna, Mlimokuwa na kopo la dhahabu lenye ile mana, Aaron's staff that had budded, na ile fimbo ya Aruni iliyochipuka, and the stone tablets of the covenant. na vile vibao vya agano. Hallelujah. Haleluya. So David knew, Basi Daudi alijua, if we have the Ark of Covenant, ikiwa tutakuwa na sanduku la Bwana, in it had a golden jar of manna, hapo ndani yake palikuwa na kopo la dhahabu ya ile mana, a sign of divine provision that comes from God. ishara ya utosheleshaji ya kiungu unaotokana na Mungu. It was a remembrance Ilikuwa ni ukumbusho of how God ya namna ambavyo Mungu fed our forefathers akalisha mababu zetu in the wilderness pale jangwani with the food of the angels. kwa chakula cha malaika. So David knew, Basi Daudi alijua, as long as we have the Ark of Covenant, madamu tuko na sanduku la Bwana, God divine provision utosheleshaji ya kiungu will be together with us. itakuwa pamoja nasi. As long as we have the Ark of Covenant, Madamu tuko na sanduku la Bwana, and there was the Lord of Aaron na pale kukawa na ile fimbo ya Aruni that had budded some fruits iliyokuwa imechipuka as a sign of fruitfulness. na ishara ya kuzalisha. So he knew in his heart, Basi alijua katika moyo wake, with the Ark of Covenant, tukiwa na sanduku la Bwana, my reign as a king will be fruitful. utawala wangu kama mfalme utafaulu. Hallelujah. Haleluya. David was sure Daudi alikuwa na hakika that if the Ark of Covenant will recome to the city of David, ikiwa sanduku la Bwana litakuja katika mji wa Daudi, the word of God, neno la Mungu which was signified by the 10 commandments, iliyokuwa inaashiriwa na ile amri 10, and that tablet was inside na kile kibao kilikuwa pale ndani in the Ark of Covenant, katika sanduku la Bwana, as a sign kama ishara that the word of God kwamba neno la Mungu will remain established forever itakuwa milele in the hearts of men. katika mioyo ya wanadamu. Hallelujah. Haleluya. So he knew, Basi alijua, with the Ark of Covenant, na pamoja na sanduku la Bwana, everything we do, chochote ambacho tunafanya we will prosper. itanawiri. So he desired Basi alitamani to bring back kurudisha the Ark of Covenant sanduku la Bwana in the house, in the city of Jerusalem. katika mji wa Yerusalemu. Hallelujah. Haleluya. That is the desire Hiyo ni tamanio that is in my heart today, ambayo katika moyo wangu leo, that we may be able to bring back the glory of God tuweze kuleta tena utukufu wa Mungu in our altars,
katika madhabahu We zetu. need the manifested presence of God Tunataka udhihirisho wa uwepo wa Mungu back in our altars. tena katika madhabahu zetu. Why? Kwa nini? When the presence of God is there, Uwepo wa Mungu ikiwa our pale, lives will never be the same again. maisha yetu haitabaki kwa kawaida tena. Hallelujah. Haleluya. It took 3 months Iligharimu tu miezi mitatu for the life of Obed-Edom to be transformed. ili maisha ya Obed-Edom iweze kubadilika. Everything that pertains to his life Chochote ambacho kilikuwa kinaitanishwa na maisha yake was transformed. ikabadilika. Why? Kwa nini? The presence of God Uwepo wa Mungu was in his house. ilikuwa katika nyumba yake. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. So we need to bring back the glory of God. Basi tunahitaji kurudisha tena uwepo wa Mungu. Let us go to the Bible in the book of 2 Kings, Twende katika Wafalme wa Pili, chapter 17, mlango ule wa 17 from verse 24 to 28. kuanzia 24 hadi 28. The Bible says, Biblia inasema, the king of Assyria brought people from Babylon to Kav, Avav, Hamath, Selahav, and settled them in the towns of Samaria to repress the Israelites. naye mfalme wa Ashuru akaleta watu kutoka Babeli na Kutha na Ava na Hamathi na Sefarvaimu, akawaweka katika miji ya Samaria badala ya wana wa Israeli. They took over Samaria and lived in its towns. When they first lived there, they did not worship the Lord. So he sent lions and among them, and they killed some of the people. Wakaumiliki Samaria, wakakaa katika miji yake. Basi ikawa wakati ule walipoanza kukaa huko hawakumcha Bwana. Kwa hiyo Bwana akapeleka simba kati yao, nao wakawaua baadhi yao. It was reported to the king of Assyria, the people you deported and settled in the towns of Samaria do not know what the God of that country requires. He has sent lions among them, which are killing them off, because the people do not know what he requires. Kwa hiyo wakamwambia mfalme wa Ashuru, wakasema, wale wa mataifa uliowahamisha na kuwaweka katika miji ya Samaria hawaijui kawaida ya Mungu wa nchi. Kwa hiyo amepeleka simba kati yao, na tazama wanauawa kwa sababu hawajui kawaida ya Mungu wa nchi. Then the king of Assyria gave this order: have one of the priests you took captive from Samaria go back to live there and teach the people what the God of the land requires. Ndipo mfalme wa Ashuru akatoa amri, akasema, mpelekeni mmojawapo wa makuhani mliowachukua kutoka huko, aende akakae huko, akawafundishe kawaida ya Mungu wa nchi. So one of the priests who has been exiled from Samaria came to live in Bethel and taught them how to worship the Lord. Basi mmoja wa makuhani waliochukuliwa kutoka Samaria akaenda akakaa katika Betheli, akawafundisha jinsi ilivyowapasa kumcha Bwana. Hallelujah. Haleluya. This scripture is speaking something that is very important. Maandiko hii inaongelea kuhusu kitu ambacho ni muhimu sana. That one time the city of Samaria was attacked by the king of Assyria. Kwamba wakati mmoja mji wa Samaria ulivamiwa na mfalme wa Ashuru. And when this king of Syria came, na wakati mfalme huyu wa Ashuru alipokuja, he took captives all the men, all the children, all the women, and exiled them out of Samaria. Akawashika mateka wanaume, wa mama, watoto, na akawatoa kule, akawapeleka uhamishoni. And then the Bible says, na Biblia inasema this king, kwamba huyu mfalme he brought his people,
akaleta watu wake to come and occupy the towns wakakuja wakamiliki ile mji where the children of Israel were living in. pale ambapo wana wa Israeli walikuwa wakiishi. And the Bible says, Na Biblia inasema these people, hawa watu they were worshippers of idols. walikuwa wanaabudu miungu. They did not know how to worship the God of Israel. Hawakujua namna ya kumwabudu Mungu wa Israeli. And the Bible records, Na Biblia inanakili because the presence of God was not in Samaria, kwa sababu uwepo wa Mungu haikuwako pale Samaria, and they were not worshiping God in the right way, na hawakuwa wanamwabudu Mungu kwa namna iliyo sawa. he released lions Akawachilia simba that were defiling their lives. ambayo ilikuwa ikawaua. Hallelujah. Haleluya. There were lions that were coming. Kuna simba waliokuja When there is no presence of God, wakati hakuna uwepo wa Mungu. lions come to devour us. Simba wanakuja kutuangamiza. Hallelujah. Haleluya. So these people, Basi hao watu they went and complained to the king. wakaenda wakamlalamikia mfalme. You know, Unajua, we don't know what the God of this land requires. hatujui Mungu wa Israeli anahitaji nini. That is why all over the town we can experience destruction of lives. Ndiposa katika mji wote simba wanakuja kutuangamiza. All the time, Kila wakati lions could come simba wanatokezea, and destroy their lives. wanaangamiza maisha yao. Wow. Kwa nini? The presence of God Uwepo wa Mungu was not in that place. haikukuwa mahali pale. Wow. Kwa nini? There was no true worship. Hapakukuwa na ibada kamili. They did not know Hawakujua how to worship this God. namna ya kumwabudu huyu They Mungu. did not know Hawakujua how this God is. namna huyu Mungu. So they lived in defilement. Waliishi katika maisha ya kunajisika. Hallelujah. Haleluya. When there is not the presence of God, Wakati hakuna uwepo wa Mungu, lions come to devour our lives. simba wanakuja kuangamiza maisha zetu. The lions of sicknesses, Simba za ugonjwa, the lions of lack, simba za kukosa, the lions of defilement, simba za kunajisika, the lions of defeat. simba za kushindwa. They are devouring us. Wanatunajisi. Why? Kwa nini? There is no presence of God. Hakuna uwepo wa Mungu. Hallelujah. Haleluya. So they went before their king Basi wakamwendea mfalme wao and they said, na wakasema, whatever is happening, kila ambacho kinafanyika, even if it continues, ikiwa itaendelea, we will not be able to live in these cities again. tutaweza kuishi katika hivi miji tena. So the king said, Basi mfalme akasema, go and look for a priest enda mkamtafute kuhani among the people miongoni mwa watu that you have taken to exile. ambao wamechukuliwa mateka. Look for a priest Tamtafuteni kuhani that he may come ili aweze kuja and teach these people awafundishe hao watu and tell them na kuambia what the God of the land requires. kila ambacho Mungu wa nchi anahitaji. Hallelujah. Haleluya. For the presence of God to come back in our altars, Ili uwepo wa Mungu uweze kurudi katika madhabahu yetu, we must know what God requires. lazima tujue Mungu anataka nini. Hallelujah. Haleluya. A priest Kuhani was brought back to the land akaletwa tena katika nchi that he may teach these men ili aweze kuwafundisha hao and these watu women na hao wamama how to worship the God of Israel. namna ya kumwabudu Mungu wa Israeli, Because without the presence of God, kwa sababu bila uwepo wa Mungu their lives were being destroyed. maisha yao ilikuwa inaangamizwa. There was desolation in their land. There was famine in the land. Kulikuwa na njaa katika maisha There yao. was lack in the land. Kulikuwa na kukosa katika maisha There yao. was sickness in the land. Kulikuwa na magonjwa katika maisha So yao. a priest came Basi kuhani akaja to tell the people kuambia watu what the Lord requires. kila ambacho Bwana anahitaji. And today, Na leo in the name of Jesus, kwa jina la Yesu I have come to tell you nimekuja kuambia what the Lord requires kila ambacho Bwana anahitaji for his presence ili uwepo wake to come back in this altar
iweze kurudi katika for madhabahu his haya, presence ili uwepo wake to come back iweze kurudi in the altars of your heart. katika madhabahu ya nyumba yako. Hallelujah. Haleluya. So the prophet came, the priest came, Basi kuhani akaja and he told them, akawaambia, God Mungu is holy. ni mtakatifu. Hallelujah. Haleluya. He told them, Akawaambia the God of Israel, kwamba Mungu wa the Israeli, God that we worship, Mungu ambaye tunamwabudu, he is a holy God. yeye ni Mungu mtakatifu. The Bible says Biblia inasema in the book of Leviticus, katika kitabu cha Walawi chapter 11, mlango wa 11 verse 44, mstari wa 44, be holy kuwa mtakatifu because I am holy. kwa sababu mimi ni mtakatifu. Hallelujah. Haleluya. Holiness Utakatifu attract the presence of God. inavutia uwepo wa Mungu. So the man of God came Basi mtumishi wa Mungu akaja and told them, akawaambia, you must change your ways. lazima mbadilishe njia You zenu, must change your attitude. lazima mbadilishe nia You zenu, must change the things that you are doing. lazima mbadilishe mambo ambayo mnayafanya. You must know Lazima mjue that the God of heaven kwamba Mungu wa mbinguni is a holy ni God. Mungu mtakatifu, And because of he is holy, na kwa sababu ya utakatifu we wake must be holy. lazima tuwe watakatifu. Hallelujah. Haleluya. Holiness means that we have been set apart. Kuwa utakatifu inamaanisha kuwa tumetengwa. Hallelujah. Haleluya. He told them, Akawaambia, our God Mungu wetu is holy. ni mtakatifu. So it means Basi amaanisha we as Christians, sisi kama Wakristo we must live a separated life. lazima tuishi maisha ya kutengwa. Hallelujah. Haleluya. We must live Lazima tuishi a reserved life, maisha ambayo umetengwa, that whatever you do, kwamba chochote ambacho unafanya it bring glory to God. inaleta utukufu kwa Mungu. That is what holiness is. Hiyo ndiyo utakatifu yamaanisha. So he told them, Basi akawaambia the God of Israel kwamba Mungu wa Israeli is holy. ni mtakatifu. So you must conduct yourself in holiness. Lazima ujienende kwa namna ya utakatifu. Hallelujah. Haleluya. The Bible says Biblia inasema in the book of Ephesians, katika Waefeso chapter 4, mlango wa 4, Ephesians chapter 4, Waefeso mlango wa 4, chapter 4 verse 21 and 22. Waefeso 4:22 na 22. The Bible says, Biblia inasema when you heard about Christ ulipo and were taught in him in accordance with the truth that is in Jesus, ikiwa mlisikia mkafundishwa katika yeye kama kweli ilivyo katika Yesu. you were taught with regard to your former ways of life, Mlifundishwa kulingana na maisha yenu ya hapo awali, to put off the old self, mvue kwa habari ya mwenendo wa kwanza, which has been corrupted by its deceitful desires, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenye kudanganya, and to be made new na mfanywe wapya in the attitudes of your mind, katika roho ya nia, and to Zenu. put on the new self, mkavae utu mpya created to be like God in true righteousness and holiness. iliyoumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Hallelujah. Haleluya. So the priest told them, Basi kuhani akawaambia, you must have righteousness, lazima muwe watakatifu, you must have holiness, muwe na utakatifu. you must know that you have been transformed, Lazima mjue kwamba mmebadilishwa, you have put off your old self, mmevua utu wa kale, because the old self kwa sababu utu wa kale is full of unholy things. umejawa mambo ambayo siyo ya utakatifu, It is full of unholy desires. imejawa mambo matamanio siyo matakatifu, It is full of unholy relationships. imejawa uhusiano hauna utakatifu. So if we need to bring back the glory of God, Ikiwa tunahitaji kuleta tena utukufu wa Mungu, we must be holy.
lazima tuwe watakatifu. We must be righteous. Lazima tuwe wenye haki. We must conduct ourselves in the right way. Lazima tujienende kwa namna iliyo sawa. We must make sure we please God. Tuhakikishe kwamba tunampendeza Mungu. Because when you pursue holiness, Kwa sababu unapofuatilia utakatifu, you will not be able to please men, labda utaweza kupendeza wanadamu, but you will be able to please God. lakini utaweza kupendeza Mungu. So the priest told them, Basi kuhani akawaambia, you must be holy. lazima muwe watakatifu. Because the God of Israel Kwa sababu Mungu wa Israeli is holy. ni mtakatifu. And today I've come to remind you, Na leo nimekuja kuwakumbusha, you must be holy. lazima uwe mtakatifu. Because holiness Kwa sababu utakatifu attracts the presence of God. unavutia uwepo wa Mungu. And we desire to bring back the glory of God Na tamanio ya kurudisha tena uwepo wa Mungu in our altars, katika madhabahu zetu, in our families, katika familia zetu, in our church, katika kanisa letu, in our working place, pale ambapo tunafanya kazi, in our business. katika biashara yetu. We need to be together with the presence of God. Tunahitaji kuwa na uwepo wa Mungu. Because when the presence of God is there, Uwepo wa Mungu ukiwa pale, everything is possible. kila kitu kinawezekana. You will do your business with ease. Utafanya biashara yako kwa wapesi. You will enjoy the fruits of your labor. Utafurahia kazi ya mikono yako. Wow. Kwa nini? The presence of God Uwepo wa Mungu is together with you. iko pamoja na wewe. So without holiness, Basi pasipo utakatifu we cannot please God. hatuwezi kumpendeza We Mungu. cannot attract His presence. Hatuwezi kuvutia uwepo So the wake. church of Christ, Basi kanisa la Kristo, heed to the word of God today. sikizeni neno la Mungu leo. You must walk in holiness. Lazima mtembee kwa You utakatifu. must desire righteousness. Lazima utamani haki, That the presence of God kwamba uwepo wa Mungu may come back in our lives. iweze kurudi tena maishani mwetu. Hallelujah. Haleluya. These men, Hawa watu, these women, hawa wamama they were destroyed by lions. waliangamizwa na simba. Hallelujah. Haleluya. When the presence of God is there, Uwepo wa Mungu ikiwa pale, it restrains evil. inazuia uovu. Hallelujah. Haleluya. So we need to bring back the presence of God Tunahitaji kuleta uwepo wa Mungu in our lives. katika maisha yetu. You can also light 1 Peter chapter 1 verse 13 to 25. It speaks about holiness. Inaongelea kuhusu utakatifu. Hallelujah. Haleluya. So the first requirement, Basi kila ambacho kinahitajika ya kwanza, it is that God is holy. kwamba Mungu ni mtakatifu, And because He is holy, na kwa sababu yeye ni mtakatifu, we must be like Him. lazima tuwe kama yeye. We must be holy. Lazima tuwe watakatifu. Because without holiness, Bila utakatifu we will not see God. hatuwezi kumwona Mungu. Without holiness, Bila utakatifu we will not see God. hatuwezi kumwona Mungu. There is no neutral ground. There is no neutral ground. Hakuna mahala pa kusimamia katikati. You are either hot Aidha wewe ni uko joto, or you are cold. ama wewe ni baridi. In the kingdom of God, Katika ufalme wa Mungu there is no neutral ground. hapana katikati. And that is why Ndiyo maana when you read the book of Revelation, unaposoma Ufunuo, he told that church, akaambia hiyo kanisa, you either be holy aidha muwe watakatifu or unholy. ama msiwe watakatifu. Because if you don't decide where you want to be, Kwa sababu usipoamua pale unastahili kuwa, I will spit you out. nitakutema nje. Hallelujah. Haleluya. It is dangerous Ni hatari when God spit you out. Mungu anapokutema nje. Tell your neighbor, the lions Mwambie jirani kwamba simba will destroy your life. wataangamiza maisha yako. The lions Simba will destroy your families. wataangamiza familia The yako. lions Simba will destroy wataangamiza your businesses. biashara zenu. So the second thing he said, Ya pili alisema, our God requires Mungu wetu anahitaji us to overcome bitterness. sisi kuweza kushinda uchungu ama hasira. Amen. Amina. The priest told them, Kuhani akawaambia, for the presence of God to come back,
ili uwepo wa Mungu uweze kurudi, we must overcome the bitterness that we have among us. lazima tushinde uchungu iliyo katikati yetu. Bitterness, Ile uchungu restrict the move of the presence of God. inazuia utembelezi wa uwepo wa Mungu. Today we have many believers. Leo tuko na waamini wengi They are full of bitterness. ambao wamejaa uchungu, And the Bible says na Biblia inasema in Ephesians chapter 4, Waefeso mlango wa 4 verse 31, mstari ule wa 31, it says, get rid of all bitterness. inasema uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu. Amen. Amina. Some of us, we are bitter Wengine wetu tuko na uchungu because of what our parents did in our lives. kwa sababu ya kile wazazi wetu walifanya maishani mwetu. Some of parents are bitter Wazazi wengine wako na uchungu because of what their children has done. kwa sababu ya kile ambacho watoto wamefanya. Even in our families, Hata katika familia zetu, in our relationship as husband and wife, katika uhusiano wetu kama wake kwa waume, people are full of bitterness. watu wamejawa uchungu. Even in our relationship with each other, Hata kwa mahusiano wetu na kila mmoja, people are full of bitterness. watu wamejawa uchungu. When you see your brother, Unapomwona ndugu yako, you feel as if you want to close your eyes unajisikia ufunge macho yako because of the bitterness you have. kwa sababu ya uchungu ulio nayo. Because maybe she or he offended you in one way. Labda alikukosea kwa namna moja. So the priest told them, Basi kuhani akawaambia, for the presence of God to come back, ili uwepo wa Mungu uweze kurudi, for the glory of God to fill this place, ili utukufu wa Mungu uweze kujaa mahali hapa, you must overcome bitterness. lazima ushinde uchungu. Tell your neighbor, overcome bitterness. Mwambie aliye karibu na wewe, shinda uchungu, Because bitterness kwa sababu uchungu hinders the flow of the grace of God. inazuia utiririko wa neema ya Mungu. And that is why we come in together to worship God. Ndio maana tunakuja pamoja kumwabudu Mungu. There are people who are standing in this altar. Kuna watu ambao mnasimama katika madhabahu They haya, are worshiping the God together. tunaabudu Mungu pamoja, But they have bitterness lakini wako na uchungu against each other. kinyume na mwingine. The presence of God cannot move. Uwepo wa Mungu hauwezi kutembea pale. Tell your neighbor again, overcome bitterness. Mwambie jirani tena, shinda uchungu. Hallelujah. Haleluya. The third thing Ya tatu, he told them, akawaambia, for you to worship God ili wewe nyinyi muweze kuabudu Mungu and attract his presence, na kuvutia uwepo wake, you must walk in forgiveness. lazima mtembee kwa kusameheana. Hallelujah. Haleluya. The Bible says Biblia inasema in Ephesians chapter 4 verse 32, Waefeso 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as Christ God forgave. Just as in Christ God forgave us. tena iweni wafadhili nyinyi kwa nyinyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Hallelujah. Haleluya. We must forgive each other. Lazima tusameheane Brethren, wapendwa, for the glory of God ili utukufu wa Mungu to come back in the church, iweze kurudi tena kanisani. we must forgive each other. Lazima tusameheane, No matter the offenses. haijalishi ni makosa gani. The bottom line is Christ Jesus forgave us. Cha msingi ni kwamba Kristo alitusamehe. So if you are forgiven, Basi ikiwa wewe umesamehewa, you must purpose
lazima ukusudie to walk in forgiveness. kutembea katika kusamea. Walking in forgiveness means Kutembea katika kusamea inamaanisha you are always ready kuwa kila wakati uko tayari to accommodate the mistakes of other people kukubali watu hata wakiwa na makosa ambayo wamefanya, and to offer them na kuwapatia forgiveness. msamaha. Why? Kwa nini? Even you are forgiven. Hata wewe umesamehewa. Amen. Amina. We must walk in forgiveness. Lazima tutembee tukiwa na msamaha. Not only talking about forgiveness, Sio tu kuongea kuhusu msamaha, because it is easy to talk, ni rahisi sana kuongea, but it is walking in forgiveness. lakini ni kutembea katika msamaha. Ready to bear with your brother, Uwe tayari kukubaliana na ndugu yako, to show him or her kindness, kumonyesha yeye utu wema, and be compassionate. na uwe na upendo naye, No matter the mistakes haijalishi ni makosa ipi they have done to you, ambayo wamekufanyia. you must be ready to offer forgiveness. Lazima uwe tayari kuwasamehe, Because Jesus, kwa sababu Yesu through the shedding of his blood, kupitia kwa kumwagika damu he yake cleansed our sins alisafisha dhambi zetu and he forgave us. na akatusamehe. He paid the cost for us Alitulipia gharama with his own death, kwa kifo chake mwenyewe, that it can be easy for us ili iwe rahisi kwetu to offer forgiveness kupeana msamaha to each other. kwa mwingine. Hallelujah. Haleluya. Husbands and wives, Waume kwa wake, forgive each other msameheni and don't remind each other. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amina. When you forgive, Unaposamehe you forget. unasahau. Amen. Amina. Si kumwambia unajua ulifanya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amen. Amina. So the priest said, Basi kuhani akasema, you must walk in forgiveness. lazima mtembee katika kusamehe. Amen. Amina. Hallelujah. Haleluya. Walk in forgiveness. Tembea katika kusamehea. Then the fourth thing he told them, Cha nne alichowaambia, you must be ready to be rebuked and to be corrected. lazima uwe tayari kukemewa na kurekebishwa. Amen. Amina. We are living in times Tunaishi katika nyakati, that in the church of Christ today, katika kanisa la Kristo leo, people don't take rebuke. watu hawakaribishi kukemewa, They don't take correction. hawataki kurekebishwa. But the Bible says Lakini Biblia inasema, in the book of 2 Timothy chapter 3 verse 16, Timotheo wa pili 3 mstari wa 3:16, that the word of God, kwamba neno la Mungu it is good for teaching, ni vizuri kwa sababu ya kufundisha, it is good for training, ni mzuri kwa kuelekeza, it is good for rebuking na pia kwa kukemea and correcting. na kurekebisha. Amen. Amina. We must be ready to be corrected, Lazima uwe tayari kurekebishwa. because we are not yet perfected. Sisi bado hatujakamilika. We must have a teachable spirit. Lazima tuwe na roho ya kuweza kufundishwa. Hallelujah. Haleluya. For us to bring back the glory of God, Ili tuweze kurudisha tena utukufu wa we Mungu. must walk in humility. Lazima tutembee katika unyenyekevu. There is no one who is above the word of God. Hakuna yeyote aliye juu ya neno la Mungu. Hallelujah. Haleluya. But in today's church, Lakini katika kanisa ya leo, if you rebuke a brother in the Lord, ukimkemea ndugu katika Bwana, if you correct a brother in the Lord, ukimrekebisha ndugu katika Bwana, they take it in a negative way. wanaichukulia kwa namna mbaya. They say this day pastor is not good. Wanasema siku hizi mchungaji ameharibika. I don't know why he is telling me this and that. Sijui kwa nini ananiambia hivi na vile. And then they distort everything the pastor told them, Kisha wanakarabati kila kitu ambacho mchungaji aliwaambia, that it can suit their hearers. ili iweze kuwafurahisha wale ambao wanawaambia. And they say, I will not stand in that altar again. Na wanasema sitasimama tena kwa hiyo madhabahu. I will not worship.
sitaabudu, I will not do this or that. sitafanya hiki na kile. But he told them, Lakini aliwaambia we must accept rebuke and correction. lazima tukubali kukemewa na kurekebishwa, Because God, kwa sababu Mungu even he rebuked the children of Israel. hata aliwakemea wana wa Israeli. If you read the whole of Psalms 105, Ukisoma Zaburi 105 yote it speaks about how God was telling the children of Israel. inasema kuhusu namna ambavyo Mungu alikuwa anasema na wana wa He Israeli. was rebuking them. Akawa anawakemea, He was correcting them. akiwarekebisha, And he was telling them, do not be like your forefathers, akawaambia msiwe kama mababu zenu who did not recognize the visitation that I gave them in the wilderness. ambao wakutambua uwepo niliwatembelea kule jangwani. I gave them water from the rock. Nikawapa maji kutoka kwa mwamba, I gave them meat in the wilderness. nikawapatia nyama kule jangwani. But they were always grumbling. Lakini kila wakati walikuwa They nalalamika, were always complaining. walikuwa nalalamika kila wakati. So the priest told them, Basi kuhani akawaambia, you must be ready to be rebuked lazima muwe tayari kukemewa and be corrected. na kurekebishwa, Because when you are rebuked kwa sababu unapokemewa and you allow yourself to be rebuked, na unajikubali kukemewa, is a sign of spiritual maturity. ni ishara ya kukomaa kiroho. But if you are immature, Lakini ikiwa bado hujakomaa, you will not allow rebuke or correction. wewe hautakubali kukemewa ama kurekebishwa, And at that time, na wakati huo the presence of God will depart away from you. uwepo wa Mungu utatoweka kutoka kwako. So the priest told them, Basi kuhani akawaambia, you must be holy. lazima uwe mtakatifu, Because watakatifu, God is holy. kwa sababu Mungu ni mtakatifu. You must overcome bitterness. Lazima mushinde uchungu, You must be ready to forgive. lazima uwe tayari kusamehe. And then he told them the fifth thing. Kisha akawaambia kitu cha tano, You must be ready to overcome hatred. lazima mushinde chuki. Hallelujah. Haleluya! All the jealousies that you have. Kila machungu mlio nayo, Jealousy. wivu, Amen. amina, Hatred. kila wivu They drive away the presence of God. inaondoa uwepo wa Mungu. Don't be jealous of your brother. Usiwe na wivu na ndugu yako, Don't hate your sister. usiwe na wivu na dada yako. You must be ready to walk in love. Lazima uwe tayari kutembea kwa upendo. Hallelujah. Haleluya! If you read John chapter 15, Ukisoma Yohana 15 verse 12, mstari wa 12, the Bible, John 15:12, Yohana 15 mstari wa 12, it says, my command is this, love each other as I have loved you. amri ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Amen. Amina. Love each other Mpendane nani? Mpende mwenzako as I have loved you. kama vile mimi nimewapenda. And in 1 Peter chapter 4 verse 8, Katika Petero wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 8, the Bible says, Biblia inasema, above all, juu ya yote love each other deeply, pendaneni moja kwa mwingine sana, because love covers over a multitude of sins. kwa sababu upendo unafunika dhambi nyingi. The greatest way for you to overcome hatred is to walk in love. Namna kuu ya wewe kushinda wivu ama chuki ni wewe kutembea kwa upendo. Amen. Amina. When you walk in love, Unapotembea kwa upendo, you are able to overcome all the attacks of the enemy that he brings through your brother or through your sister. utaweza kushinda mashambulizi yote ya adui inayokuja kwako kupitia dada ama ndugu yako. Because the enemy wants you to walk in hate. Kwa sababu adui anataka utembee katika chuki ama But wivu. God, through Jesus Christ, commanded us to walk in love. Lakini Mungu kupitia Yesu Kristo alituamuru tutembee kwa upendo. Wow. Apostle Paul is saying Mtume Paulo anasema in 1 Peter chapter 4 verse 8, katika Petero wa kwanza 4 mstari wa that 8, when we walk in love,
tunapotembea kwa upendo, we will be able to overcome, tutaweza kushinda, because love covers a multitude of sin. kwa sababu upendo unafunika wingi wa dhambi. For you to overcome the hatred that is in the world today, Ili uweze kushinda chuki, wivu iliyo duniani leo, you must purpose to walk in love. lazima ukusudie kutembea kwa upendo. Hallelujah. Haleluya. We are living in a generation Tunaishi katika kizazi that is full of hatred. ambayo imejaa chuki. They will hate you for nothing. Watakuchukia bure. You are blessed, they hate you. You are blessed, they hate you. Unabarikiwa, wanakuchukia. You have nothing, they hate you because you are poor. Hauna hata chochote, wanakuchukia kwa sababu wewe ni maskini. They see you doing this, they hate you. Wanakuona ukitenda kile, wanakuchukia. You have a vehicle, they hate you. Uko na gari, wanakuchukia. You have a boda, they hate you. Hata uko na pikipiki, wanakuchukia. If you want to know how people are having hatred, Ikiwa unataka kujua namna ambavyo watu wako na chuki, just go to the social media and you see enda tu pale kwa mtandao na uone how easily people speak against each other words of hatred. namna ambavyo watu wanaongea maneno ya chuki kwa wengine, kwa Even urahisi. others, they don't know you, Hata wengine wakujui, but they will speak words of hatred against you. lakini watasema maneno ya chuki kinyume na wewe, Because the enemy has released hatred kwa sababu adui amewachilia chuki in the hearts of people. katika mioyo ya watu, Because he knows kwa sababu anajua where there is hatred, pale ambapo kuna chuki, where there is anger, pale ambapo kuna uchungu, the presence of God uwepo wa Mungu cannot reside in that person. haiwezi kuishi kwa ndani ya ule mtu. But today, in the name of Jesus, Lakini leo kwa jina la Yesu I have come to tell you nimekuja kukuambia that the Lord requires kwamba Bwana anahitaji to overcome the hatred wewe ushinde chuki and to walk in love. na kutembea kwa upendo. And the last thing he told them, Na cha mwisho aliwaambia, call back true worship in the altar. Call back true worship in the altar. uite ibada ya kweli katika madhabahu. Hallelujah. Haleluya. True worship. Ibada ya kweli. True worship. Ibada ya kweli. Wow. Kwa nini Today we lack true worship. leo tunakosa ibada ya kweli? This is an altar. Hii ni madhabahu. This is not a platform Hii siyo jukwaa to show your greatness, ya kuonyeshana ukuu wako, to show your capability. ya kuonyeshana namna ambavyo unaweza. When you stand in this altar, Unaposimama katika madhabahu haya, you must be a dead man. lazima uwe ni mtu umekufa. Hallelujah. Haleluya. Because dead men, Kwa sababu watu waliokufa they know how to worship God. wanajua namna ya kumwabudu I'm Mungu. not speaking about the physical death. Siongee kuhusu kifo ya asili. I am speaking about you die from self. Ninaongea kuhusu wewe kukufa kindani. Hallelujah. Haleluya. When you die to self, Unapokufa you will be kindani, able to worship God in the right way. utaweza kumwabudu Mungu kwa namna iliyo sawa. The Bible says Biblia inasema in the book of Exodus chapter 32, katika Kutoka mlango wa 32 from verse 17 and to verse 18, mstari wa 17 hadi 18, Moses went to receive the 10 commandments from the Lord. Musa akaenda kupokea amri 10 kutoka kwa Bwana. Hallelujah. Haleluya. And as he was coming back, Na alipokuwa anarudi kutoka pale, he heard a sound down the mountain. akasikia makelele pale chini ya mlima. And one of the person who were there with him said, that is a sound of victory. Na ikasemekana hiyo ni sauti ya ushindi. But Moses said, no, Lakini Musa akasema hapana. that is not a sound of victory. Hiyo sio sauti ya ushindi. That is a sound of defeat. Hiyo ni sauti ya kushindwa. Why? Kwa nini? Because down there, Kwa sababu pale chini, because Moses had delayed in the mountain, kwa sababu Musa alikuwa amekawia pale mlimani. Aaron has made a golden calf Anaye Haruni akatengeneza ndama ya dhahabu for people to worship. ili watu waweze kuabudu. Hallelujah. Haleluya. We don't need leaders like Aaron.
hatuhitaji viongozi kama Haruni. Because Aaron said, you know, the people compelled me. Maanake Haruni alisema, unajua watu walinilazimisha. They compelled me Watu walinilazimisha that I made a calf of gold for them. ili niwatengenezee ng'ombe ya dhahabu. Because they thought you have died in the mountain. Walidhani kwamba wewe umekufia kule mlimani. So Aaron, with all his ignorance, Basi Haruni pamoja na kutotambua kujua kwake, he asked them for the gold that they came with and silver. akawaulizia dhahabu And he made a golden calf. na akatengeneza ndama ya dhahabu. So the people were worshiping, yes. Ndio watu walikuwa naabudu, But they were not worshiping in the right way. lakini hawakuwa naabudu kwa namna iliyo They sawa. were worshiping an idol. Walikuwa naabudu miungu. Hallelujah. Haleluya. That is why we have congregations. Ndio maana tukiwa na mkusanyiko, We have congregations that are worshiping their pastors. tuko na mkusanyiko ya watu ambao wanaabudu mchungaji wao. We have congregations that are worshiping their bishops. Tuko na mkusanyiko ya watu ambao wanaabudu maaskofu wao. But today I have come with a word to you. Lakini leo nimekuja na neno kwako. You must worship God in the right way. Lazima muabudu Mungu kwa njia iliyo As sawa. a pastor, I must worship God in the right way. Kama mchungaji lazima nimwabudu Mungu kwa namna sawa. Jesus must be the center of everything that I do. Yesu ndiye msingi ya kila kitu ambacho nafanya. And I must direct all the glory to Na Jesus. lazima nielekeze utukufu yote kwa Yesu. Hallelujah. Haleluya. So he said to them, Basi akawaambia, our God requires you to worship him Mungu wetu anakuhitaji wewe umwabudu the right way. kwa namna iliyo sawa. That is why Jesus Ndio maana Yesu told the Samaritan woman, akamwambia mwanamke Msamaria, God is looking for the people Mungu anatafuta watu who will worship him watakao mwabudu yeye in spirit kwa roho and in truth. na kwa kweli. It means Inamaanisha they forget everything about themselves wanajisahau kila kitu kwa uso and they abandon themselves na wanajiwachilia in the presence of God. katika uwepo wa Mungu. And the object of worship Na msingi ama lengo la ibada should be true. lazima iwe ni kweli. So our worship Ibada yetu must be to God. lazima elekezwe kwa Mungu. People are worshiping money. Watu wanaabudu pesa, People are worshiping possessions. watu wanaabudu nafasi. But the priest told them, Lakini kuhani akawaambia, for the glory of God to come back, ili utukufu wa Mungu uweze we kurudi, must worship God lazima tumwabudu Mungu in the right way. kwa namna iliyo We sawa. must not worship the things created by God, Tusiabudu vitu ambavyo viliumbwa na Mungu, but we must worship the Creator. lakini tumwabudu Muumba. Hallelujah. Haleluya. Many other times, Mara nyingi people are worshiping the creation watu wanaabudu uumbaji more than the Creator. kuliko Muumba. But our focus, Lakini mtazamo our wetu, attention must be to our Creator. iwe kwa Muumba wetu, And we must worship him na lazima tumwabudu in yeye the right way. kwa namna iliyo We sawa. must sing for him. Lazima tumtafute yeye, We must sing for him. lazima tumuimbie We yeye, must offer offering to him. lazima tumtolee sadaka, We must offer sacrifices lazima tutoe dhabihu in the altar, katika madhabahu that the glory of God kwa utukufu wa Mungu, may come back ili iweze kurudi in tena our church, katika kanisa letu, in our lives, katika maisha yetu, in our nation. katika taifa letu. So today, Basi leo the priest is saying, kuhani anasema God requires us to be holy. Mungu anatuhitaji tuwe watakatifu. God requires to walk in forgiveness. Mungu anataka tutembee tukiwa na msamaha. God requires to overcome bitterness. Mungu anataka tushinde uchungu. God requires us to overcome anger and hatred. Anataka tushinde wivu na chuki. God requires us Mungu anatuhitaji sisi to allow ourselves to be rebuked and to be corrected. tujikubali tuweze kukemewa na kurekebishwa. And above all, Na juu ya yote we must worship him
lazima tumwabudu yeye in the right way. kwa namna iliyo Let sawa. us stand up on our feet. Simama kwa miguu yako. We must worship God Lazima tumwabudu Mungu in the right way. kwa namna iliyo sawa. Tell the priest, tell the people Ambia watu what the God requires kile ambacho Mungu wao anahitaji for him to come back. ili aweze kurudi. We must know Lazima tujue that our God kwamba Mungu wetu requires us anatuhitaji sisi to worship him kumwabudu yeye in the right way. kwa namna iliyo sawa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amina. So we must be holy. Lazima tuwe watakatifu. We must live a reserved life Lazima tuishi maisha ya kujitenga, where we are disciplined, pale ambapo tuko na nidhamu, where we give God our attention pale mtazamo wetu tunaelekeza kwa Mungu, and live a righteous life. na kuishi maisha ya haki. No matter what, Haijalishi ni nini, we must walk in holiness. lazima tutembee kwa utakatifu. Afterward, Baada ya hiyo yote, Daudi in 1 Chronicles chapter 15, katika Mambo ya Nyakati ya kwanza mlango 15, he was able to bring back the Ark of Covenant aliweza kurudisha tena sanduku la Bwana, because he went back kwa sababu alirudi and organized himself the right way. akajipanga kwa namna iliyo sawa. He chose the Levites. He chose the Levites Akachagua wale Walawi and the singers na waimbaji. the Levites were to carry the Ark of Covenant, Walawi walikuwa wabebe sanduku la Bwana, and the singers were to go ahead worshiping and praising God. na waimbaji walikuwa wametangulia mbele wakisifu na kumwabudu Bwana. And this time loud, Na wakati huu sasa, he was able to take the Ark of Covenant yeye aliweza kupeleka sanduku la Bwana to Jerusalem, kule Yerusalemu, in the city of David. katika mji wa Daudi. Hallelujah. Haleluya. I know we desire the presence of God in our lives. Najua tunatamani uwepo wa Mungu maishani mwetu. We desire to experience the supernatural. Tunatamani kukutana na ile mambo ya Because sio kawaida. where the presence of God is, Pale ambapo kuna uwepo wa Mungu, supernatural things happen. mambo yasiyo ya kawaida yanafanyika. Hallelujah. Haleluya. Oh, Sharabakanda la Masai. Hallelujah. Just come. Just come. I want to pray for this sister. Oh, Shakababala Masai. The Lord has remembered you. Bwana amekukumbuka. He has seen every desire that has been in your life. Ameona tamanio yote iliyo katika maisha yako. Oh, Shaya Makababorobo Shandama. Oh, Santara Boria. Makababaraba Shekidiri Bayandolobo Sai. Zika. Shakabababolobo Koria Ribayandolobo Sai. Oria Raba Shakababolobo Sai Alabashiria. The commitment and the dedication that you have shown, kujitolea na bidii ambayo umeonyeshana, God is going to bring a reward in your life. Mungu anakwenda kuleta thawabu maishani mwako. He is bringing a reward in your family. Analeta thawabu katika familia yako. And he will give you a visitation. Na atakutembelea. Makaraba Shakababarabosa. Riba Shokia Ribayandolobosa. Any altars, kila madhabahu, any family ties, kila kifungo cha kifamilia that have been putting you down, ambayo imekuwa ikikuvuta chini, right now, sasa hivi I disconnect you, ninakukatisha nayo in the name of Jesus, kwa jina la Yesu, and through the blood of Jesus, kupitia damu ya Yesu, I connect you, ninakuunganisha to the promises of God, kwa ahadi za Mungu, to the promises of God, katika ahadi za Mungu, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. Mokaya Raba Shekiria Rimayando Makaka Kabalobo Shanda Labaya Shekia Ribayando Lobosa. Oh Jesus,
Oria la bashanda la bakando lobosa. Sheka baba baba raba sheke de ribayando lobosa. Makaka gorobo sheke de ribayando lobosiria. Oh my God. May your presence, oh God. Uwepo wako ewe Mungu. May your presence, oh God. Uwepo wako ewe Mungu. Overshadow her, oh God. Kamfunike yeye ewe As you Mungu. accomplish your purposes Unapotekeleza makusudi yako upon her life, juu ya maisha yake, upon her family, juu ya familia yake, in the name of kwa Jesus. jina la Yesu, In the name of kwa Jesus. jina la Yesu, In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. May you receive a new season. Upokee majira A mapya, new season. majira mpya, A new season. majira mpya, A new season. majira mpya, In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Oh yes. Father, I bless your name. Baba, nalibariki jina lako. Oh Jesus. O Yesu, Miguuni mwako nataka niwe. Miguuni mwako. Miguuni mwako. Miguuni mwako nataka niwe. Miguuni mwako. Miguuni mwako Yesu, miguuni mwako Baba, miguuni mwako, miguuni mwako natamani, miguuni mwako, miguuni mwako natamani uweponi mwako, uweponi mwako Baba, uweponi mwako nataka niwe. Uweponi mwako, uweponi, uweponi mwako Baba, uweponi mwako nataka niwe. Uweponi mwako, uweponi mwako, uweponi mwako nataka niwe. Uweponi mwako. Father, we bless your name. Just lift up your hand. ni watu mikono yako juu. Father, I bless you. Baba, nakubariki. I pray that you may help us Naomba kwamba uweze kutusaidia to walk in holiness. kutembea katika utakatifu. Help us to overcome bitterness. Tusaidie kushinda uchungu. Help us to allow rebuke and correction in our lives. Tusaidie kukubali kukemewa na kurekebishwa Help maisha us to yetu. walk in forgiveness. Tusaidie kutembea katika msamaha. Help us, oh God, Tusaidie ewe Mungu to worship you kuabudu wewe in the right way. kwa namna iliyo sawa. Help us, oh God, Tusaidie ewe Mungu to overcome the hatred kushinda chuki that is in this world. And to ambayo iko kwa hii dunia. fill our hearts with love. Jaze mioyo yetu na upendo. Fill our hearts with forgiveness. Utujaze mioyo zetu na msamaha. Father, we call back your glory. Baba, tunaita tena utukufu We wako. call back your presence Tunaita tena uwepo wako upon our lives, juu ya maisha yetu, upon our church, juu ya kanisa letu, upon our nation. juu ya taifa letu. May your presence move, oh God, Wacha uwepo wako ukatembee nasi. and let there be supernatural happenings Wacha kuwe na mambo yasiyo ya kawaida yatendeke in our lives. katika maisha yetu. We bless you, Lord, Tunakubariki Bwana, and we honor you. tunakuheshimu. You are here. Wewe uko hapa, You have never given your life to Jesus. haujawahi toa maisha yako kwa Yesu. You have never been saved. Wewe haujaokoka. I want to connect yourself with the presence of God Nataka ujiunganishe na uwepo wa Mungu by knowing Jesus, kwa kumtambua Yesu, by making him a savior of your life. kwa kumfanya yeye awe mwokozi wa maisha yako. You automatically allow his presence Utafanya uwepo wake to come and make a habitation in your life. kuja kufanya makao maishani mwako. If you have never been saved, Ikiwa wewe haujawahi kuokoka, lift up your hand.
Inua mkono wako juu. and we are going to pray together with you. Oh Jesus. Yesu, Father, we thank you. Baba tunakushukuru. Thank you for the grace of salvation. Asante kwa sababu ya neema ya wokovu. Thank you for the grace of restoration. Asante kwa sababu ya neema ya urejesho. May you touch that man, touch that woman Au guse huyo mama to the point of their need. katika hitaji lake, In the name of kwa Jesus. jina la Yesu. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Let us appreciate Jesus Sasa mshangilia Yesu as we welcome our secretary. napomkaribisha sekretari wetu In Jesus' name. kwa jina la Yesu.